Familia ya mwanamuziki Betty Wairimu Mbugua almaarufu Betty Bayo imethibitisha kwamba Betty Bayo amefariki siku ya leo tarehe 11 mwezi Novemba mwaka 2025 muda wa saa 7 mchana wa leo. Na Betty Bayo amefariki alipokuwa anapokea matibabu katika hospitali kuu ya Kenyatta National Hospital. Ikumbuke kwamba hali yake ilikuwa ni hali ambayo kwamba alikuwa katika kile chumba cha watu mahututi, ndipo alikuwa amelazwa. Na kulingana na taarifa ya familia ni kwamba Betty Bayo kabla ya kupelekwa katika hospitali kuu ya Kenyatta National Hospital, Betty Bayo alipelekwa katika hospitali ya AAR lililoko katika Kiambu Road. Na hiyo ilikuwa ni siku ya Ijumaa, ndipo wakamtransfer wakampeleka katika hospitali kuu ya Kenyatta National Hospital. So Betty Bayo siku ya jana aliweza kuchapisha ujumbe katika mtandao wake wa Facebook, na ujumbe huu unasomeka hivi: I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. Huu ndio ujumbe wa mwisho wa Betty Bayo ambayo ulichapishwa siku ya jana katika mtandao wake wa Facebook, akiashiria kwamba ni ishara kwamba Betty alikuwa katika hali ambayo kwamba tunasema ni maumivu. Kulingana na ujumbe huu ni kwamba alikuwa anaamini kwamba kuwepo kwa Jesus katika maisha yake kutamsaidia katika yale mambo ambayo kwamba anapigana nayo. Na kumbuka kwa sasa Pastor Kanyari ambaye alikuwa mumewe tayari ameweza vile vile kumwomboleza aliyekuwa mke wake. Na ikumbukwe Betty Bayo na Pastor Kanyari walijaliwa watoto wawili, na baadaye wakatengana, hali ya maisha wakatengana, lakini ni huzuni kwamba Betty Bayo ametuacha. Watu mbalimbali wanaendelea kutuma ujumbe zao, ujumbe za huzuni, kuashiria tu kwamba Betty Bayo alikuwa ni mtu wa watu, ni mtu aliyekuwa anapendwa na watu. Na taarifa hii ya kufariki kwake kwa kweli ni taarifa ambayo kwamba imewapiga wengi na mshtuko. Ni taarifa ambayo kwamba wengi hawakuwa wanatarajia. Betty Bayo ni mwanamuziki ambaye kwamba ameimba nyimbo nyingi sana. Ni nyimbo ambazo kwamba ni za gospel, nyimbo za kuwapa watu moyo, nyimbo za kusifia. Lakini kwa moja nyimbo yake ambayo kwamba ni nyimbo inayopendwa sana Kenya ni wimbo wa 11th hour. Ni wimbo ambao kwamba una ujumbe mzito ndani yake, ujumbe wa kuweza kutukuza na ujumbe tu wa kuhubiri kuwepo na kule patience, kuwa na uvumilivu na kuamini kwamba ipo siku Mwenyezi Mungu ataweza kusawazisha mambo na kuyafanya mambo yawe sawa. So nikipitia katika mitandao ya kijamii kwa sasa, naangalia kama Twitter. Napopitia kwenye Twitter naona Betty Bayo is trending kwa sasa, na trend namba 1, na ni kufuatia tu kifo chake. Na unapoangalia ni kwamba 11th hour kwa sasa ina trend. Na tuangalie tu ujumbe ambao kwamba Wakenya wanasema kumuhusu Betty Bayo. Kuna huyu anayejiita Naomi wa Ithira anasema rest in peace Betty Bayo, the musician who sang a Kikuyu song 11th hour, a very encouraging song when you are about to give up. Ex-wife to Kanyari, sad news. Daddy Owen anaandika ujumbe anasema rest in peace to one of our own Betty Bayo, a true vessel of God whose voices and ministry touched countless lives. Our passion for the gospel will never be forgotten. To our family, friends, and the entire gospel fraternity, may God comfort and strengthen you. Alafu kuna huyu anajiita Jeff Kuria anasema gospel artist Betty Bayo, best known for a hit song 11th hour, has passed away while receiving treatment at Kenyatta National Hospital. Maina Kigeni anaandika ujumbe huu
My most sincere condolences to the family, friends, and to her fans globally. Betty Bayo was a fine musician with a wonderful voice, immense talent, and an amazing personality. This is a loss for the Kenyan music industry. Then we have another one by the name KOTOCS, anasema Betty Bayo had cancer na venye alikuwa anakaa ako happy in this life. Nimegundua we are just fighting so many things in our lives, but tukiingia social media we act as if everything is okay. And then kuna Oletea amesema rest in peace Betty Bayo. Then we have Miss Njenga anasema young Ami really loved 11th hour by Betty Bayo. May her soul rest in eternal peace. My sister made me know that song and I'd sing it word by word. Probably among the first songs I knew. May cancer die. Maybe the last one from David Ndungu, who says, one day cancer will also die. Rest in perfect peace, Betty Bayo. So these are some of the comments kutoka kwa Kenya mbalimbali ambao wanaendelea kumomboleza Betty Bayo ambaye alikuwa ni mwanamuziki maarufu ambaye kwa kweli nyimbo zake ziliweza kutukuza na kushika nyoyo za watu. Na kama tu nilivyokutaarifa hapo awali ni kwamba familia tayari imeweza kuthibitisha kwamba alikuwa anaugua ugonjwa wa kansa na ulikuwa umefika ile stage ambayo tunaita advanced stage, na ni blood cancer na ama ukipenda leukemia. Na kwa kweli kansa ni mojawapo ugonjwa ambao tunaweza sema kwa sasa inaendelea kuangamiza taifa letu la Kenya, na ni matumaini makubwa tu kwamba Wizara ya Afya itaweza kujikakamua na kufanya yale ambayo kwamba inatakiwa kufanya kuhakikisha kwamba ugonjwa huu kwa hali ambayo kwamba ilivyo kwa sasa, watu wengi wanapitia changamoto mingi katika kukabiliana ugonjwa huu, na naamini kwamba ipo siku ugonjwa huu vile vile utaweza kuangamia. Kwa hivyo wengi wanamtaja Betty Bayo kama mwimbaji ambaye kwamba walipenda nyimbo zake na aliweza kutumia muda wake, maisha yake katika kumsifu na kumtukuza Mungu. Kwa hivyo kwa sasa hii tu ndio taarifa ambayo kwamba tulionayo kufikia sasa, lakini mengi zaidi pindi tu tutakapopata taarifa zaidi kupitia hapa Sofia Live, basi tutakuwa tunawajuzeni. Ila tu kwa sasa sisi kama Sofia Live vile vile tunatoa taarifa na pole kwa familia ya Betty Bayo. Kwa kweli ile ni pigo kubwa, si kwa familia tu bali vile vile ni pigo kubwa kwa taifa letu la Kenya, maana alikuwa ni mtu ambaye kwamba tulikuwa tunampenda, tunamwenzi, tunamsikiliza na mambo kama hayo. Kwa hivyo ndio taarifa tu ya sasa, mengi zaidi nitakuwa nawajuza hapo baadaye pindi tu nitakapopata taarifa zaidi. Hii ni Sofia Live.